أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Tulifika katika kipande cha dua ambacho kwamba kinasema antusamihani, ya kwamba Mola nisamehe. Sasa katika kusamehe huku tukaiweka pia katika na mustawa wa jamii katika ujumla, ambaye kwamba katika kikao hiki tutakipa onwani ya kaifa taamalu al-insanu maa ikhwani, vipi mwanadamu anaweza amiliana na mandugu zake. Je, akiwa na mandugu zake atakuwa na roho ngumu, roho ya mawe, wakati ambao kama mandugu zake na makaka zake wamemkosea, au atakuwa ni mwenye kuwasamehea wakati ambao kwamba wamemkosea? Lakini swali ni kwamba idha i'tadhara al-akh, ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kuomba udhuru kwa makosa ambayo kwamba ameifanya, je, utamkosa kumsamehe au utamsamehea? Ukikosa kumsamehe, ujue pia wewe uko na makosa ambayo kwamba unaomba Mwenyezi Mungu akusamehe. Ukimsamehea na ukiwa na rahma kwake, ujue kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia atakusamehea. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, almu'min, muumini, sari'ul ghadabi, ni wakasi sana kukasirika, ni mtu anakasirika haraka sana. Sari'ur ridha, lakini pia wakati huo ni mtu ambaye kwamba anaridhia kwa haraka sana, yani anasamehe kwa haraka. Na pia hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walqadhimina alghaidh walafina anin nas, mpaka mwisho aya. Walkadhimina alghaidh, na wale ambao kwamba wanaoficha sira zao, walafina anin nas, na wale ambao kwamba wanaosamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda wale ambao kwamba wanaotenda mema. Sasa katika hii haya inaonyesha kwamba walkadhimina alghaidh, na wale ambao kwamba wanaoficha sira zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mafuhumu ya aya hii ni kwamba anataka kutoka kwetu sisi, ikiwa mtu ametukosea, anataka tuwe ni wenye kuficha zile hasira zetu, kama ni rafiki yako, kama ni kaka yako, na hiyo ndio njia nzuri. Ficha hasira yako, hasira polepole itakuwa ni yenye kuisha, hasira polepole itakuwa ni yenye kurudi chini. Na tumeona pia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kuna hasira, toa hasira yako kwa haraka. Ikiwa una furaha, basi kuwa ni mtu wa haraka, kuwa na nini na kuridhia. Kisha katika aya nyingine pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuelezea vizuri kwamba yani katika hali ya kusamehea, katika hali ya kuninio, katika hali ya sisi kuwa kitu kimoja na vitu kama hivyo. Lakini saizi tutakuwa ni wenye kuingia katika nukta ya pili. Nakumbuka tulianza na nukta ya kwanza, imama akisema antusamihani, alafu ya pili akakuja akisema watarhamani. Maana tulisema kuna nukta nne: antusamihani, watarhamani, watajalani biqismika radhiyan qani'a, alafu fi jamii ahwali mutawadhi'a. Sasa nukta ya pili, watarhamani, sisi tunaomba huruma kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sisi mambo mengi sana tunamkosea Mwenyezi Mungu. Tumeweza kuchukua nukta kutoka kwa moja wa maulama wetu, anasema al-insanu alladhi yatasahal fi ada'i alwajibat, mwanadamu ambaye kwamba anazembea katika kutekeleza wajibu, wal faraidh, na faradhi za Mwenyezi Mungu, wala yatajannab wala yajtanib, na wala hajiweki mbali, wala yajtanib anil maasi, hajiweki mbali na maasi, wala yuashiru an-nas bilhasan, na wala au bilhusna, na wala hamiliani na watu kwa mema, alayhi an la yatawaqqa
basi ni juu yake asitarajie kwamba anyuamilahu Allahu, Mwenyezi Mungu kuamiliana naye, wanasu, na watu pia, birrahma. Yani mtu ambaye kwamba hurumia watu, mtu ambaye kwamba yuko na roho ngumu na watu, huyo mtu asitarajie kwamba watu wataamiliana naye vizuri, na Mwenyezi Mungu pia ataamiliana naye vizuri. Kwa nini? Kwa ajili yeye mwenye ana huruma, yeye mwenye ana hisia ya wengine. Kisha anaendelea anasema, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume yeye mwenyewe anaanza anasema, irham nafsak, jihurumie kwanza, warham khalq Allah, na pia hurumia viumbe vya Mwenyezi Mungu, viumbe ambavyo kwamba viko mbele yako, unaona hawa ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, wahurumie mutlaqan. Yani kiumbe aina yote ile ambao kwamba ni wanyama, ambao kwamba ni kando na wanyama, yani kila kiumbe ambacho kwamba kiko mbele yako ambao kwamba unaona ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, basi kwa mwenye kukihurumia. Ndio maana mtume anasema irham nafsak, hurumia nafsi yako, warham khalq Allah, na hurumie viumbe vya Mwenyezi Mungu, yarhamka Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenye kukuhurumia. Anasema Amirul Mu'minin Imam Ali anasema kwamba rahmatu dhuafa, yani rahma, kuhurumia wale ambao kwamba ni wanyonge, kuhurumia watu ambao kwamba ni wanyonge, tastanzilu rahma, inasababisha rahma kuwa ni yenye kushuka. Kisha tunamalizia na hadithi ya mwisho ambayo kwamba inatoka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inna Allah ta'ala au inna lillahi ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mia rahma, yuko na rahma 100. Kuna kikao ambacho kwamba tulisema tutataja hadithi hii, na ndio imefika wakati wake wa kutaja hadithi yenyewe. Kwa hivyo anasema inna lillahi ta'ala mia rahma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na rahma 100, anzala minha, kwa hizo rahma 100, katika hizo rahma 100, anzala minha, ameteremsha kwa hizo rahma 100, wahida, ameteremsha rahma moja peke yake, baina aljin wal ins, baina ya majini na watu, wa tayr, na ndege, wal bahaim, na wanyama, mpaka mwisho, yataatafuna biha, yani kwa kupitia hiyo rehma wanakuwa ni wenye kuhurumiana, wanakuwa ni wenye kufanyana upole, wa biha yatarahamun, na kupitia hiyo rahma yatarahamun, wanakuwa ni wenye kuhurumiana. Wa akhar 99 rahma, yani rahma zile 99, yarhamullah biha ibadahu yawm alqiyama, hizo zingine ambazo kwamba zilizobaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuwahurumia waja wake siku ya kiyama. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika kwa nafsi zetu huruma, atuingizie katika nafsi zetu tuweze kuhurumia wengine, tuweze pia kuhurumia wale ambao ni waja ambao wanahitajia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.